Uhali gani mtazamaji wa TVE? Karibu katika taarifa ya habari tukijuze yale yaliyojiri tukuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, tukikusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Dr. Samia akabidhi msaada wa vyakula kwa watoto wenye mahitaji ili kufurahia sikukuu ya Idi na Pasaka. Serikali yataka faida itokanayo na uwekezaji kutoka kwenye kampuni ambazo ina hisa chache ifike zaidi ya 10%. Na katika habari za kimataifa, M23 yakubali kuondoka kwa kikosi cha SADC mashariki mwa DRC. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na serikali inataka faida itokanayo na uwekezaji and return on investment katika kampuni ambazo ina umiliki wa hisa chache iongezeke kutoka 7% ya sasa hadi kufikia zaidi ya 10% mwaka ujao wa fedha. Taarifa inaendelea na Rachel Chacha, inasoma studio na Nancy Ibrahim. Hayo yamesemwa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka wilayani Kibaha mkoani Pwani wakati wa kufunga mkutano wa siku 3 wa wakurugenzi wa bodi za kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache. Amesema jumla uwekezaji wa shilingi trilioni 86.3 umefanywa katika taasisi hizo, ambapo katika kiasi hicho cha uwekezaji shilingi trilioni 2.9 zimewekezwa kwenye kampuni ambazo serikali ina umiliki wa hisa chache na kiasi cha shilingi trilioni 83.4 kimeelekezwa kwenye taasisi ambazo serikali ina umiliki wa 100%. Aidha, Balozi Dr. Kusiluka amezitaka kampuni ambazo serikali ina hisa chache kuongeza ufanisi katika utendaji kazi utakaochangia kuongeza gawio kwa serikali. Naamini kuwa tutajitahidi kukuza faida au return on investment. Nimeambiwa kwamba average ni 7, lakini lengo ni kwenda zaidi ya 10. Kwa hiyo tunaamini kwa mafunzo haya pia yamewapa changamoto au hamasa ya kufanya vizuri zaidi. Ninataka utendaji wenu uakisi juhudi za serikali katika kuweka mazingira rafiki na wezeshi ya biashara na uwekezaji. Ofisi ya msajili wa hazina itaendelea kusimamia mashirika na taasisi hizi, na serikali inaifanyia maboresho makubwa ofisi hii ili kuipa uwezo zaidi wa kusimamia utendaji wa taasisi. Dr. Kusiluka ameeleza kuridhishwa na mwongozo ulioboreshwa na wakurugenzi wa bodi wa hisa chache uliozinduliwa hivi karibuni katika shule ya uongozi ya Mwalimu Julius Nyerere. Kwa upande wake, msajili wa hazina Nehemia Mchechu amewataka wawakilishi wa serikali katika bodi za kampuni zinazomilikiwa kwa hisa chache kuwa mabalozi wazuri ili serikali iweze kunufaika na uwekezaji iliyoufanya kwenye kampuni hizo na kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu na uwajibikaji. Na mojawapo ya challenge tuliyopeana leo ni kuangalia ufanisi tunaenda kuongeza kwa kiasi gani. Tumeombana kwa mwaka huu wa fedha tuhakikishe kwamba tunatoa zaidi, lakini pia tunakumbuka ahadi ya Mheshimiwa Rais mwaka jana kwamba kwenye Gawio Day tutapata na lunch. Kwa tunataka ile lunch tuweze kuibeza vizuri tukisifiwa ili tusisutwe pale afu lunch kawa ngumu sana. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo ya Rachel Chacha. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amekabidhi msaada wa vyakula uliotolewa na Rais Dr. Samia kwenye vituo mbalimbali vya makao ya watoto wenye uhitaji kwa ajili ya kuwawezesha kufurahia sikukuu za Idi na Pasaka. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeo anafafanua zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo wakati wa kukabidhi msaada huo uliotolewa na Rais Dr. Samia, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema ni desturi ya Rais Dr. Samia kutoa mkono wa heri ya sikukuu kwa makundi mbalimbali ya wenye uhitaji, ambapo leo amekabidhi msaada wa vyakula kwa watoto wanaoishi kwenye makao mbalimbali ili waweze kufurahia sikukuu hizo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaungana na akina mama na akina baba, akina bibi, akina babu wanaowalea ninyi watoto wazuri wote kutoa mkono wa Idi al-Fitr, kutoa mkono wa heri kuelekea kwenye sikukuu kubwa ya Idi. Akasema Mheshimiwa Rais, basi wapelekeni wajukuu zangu wakaione sherehe hii vizuri, kwa sababu wameshiriki kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na wapo walioshiriki pia kwenye mwezi huu wa Kwaresma,
waliofunga ili kupata baraka na thawabu. Aidha, Chalamila ametoa muda wa wiki moja kwa idara ya ustawi wa jamii mkoani humo kuhakikisha watoto wote waliopo mitaani wakiombaomba pamoja na watu wenye ulemavu ambao wamekuwa wakitumiwa kuombaomba mitaani kuhakikisha wote wanapelekwa kwenye vituo vya kuhudumia watu hao, kwani serikali imejenga vituo vya kutosha kusaidia makundi hayo, na ameagiza wafundishwe ufundi mbalimbali ili wajikwamue kimaisha. Wapo watu hapa Dar es Salaam wanatumia ulemavu kujinufaisha wao na sio ulemavu kuweza kubadilisha maisha ya ulemavu. Lakini ninyi watu wanaowalea hawajatumia kigezo cha uyatima, kigezo cha mazingira magumu na vigezo vingine vyote, bali wametumia nafasi hiyo kuweza kuwaneemesha. Sasa kwenu watumishi wa serikali, na Nyamala, nadhani uko wapi Nyamala? Dar es Salaam kwa sasa kuna ongezeko kubwa la watoto wanaoitwa watoto wa mitaani. Lakini mtakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshajenga vituo vikubwa vya kulelea watoto. Sasa natoa wiki moja, wale watoto wote wanaopatikana usiku wa saa 6, saa 5, saa 4, ile barabara ya Haile Silas pale St. Peters, barabara Tule Drive pale Tanzanite Mbele, pamoja na maeneo mengine yote, watoto hao na mama zao wachukuliwe hata kwa nguvu, wapelekwe kwenye vituo vilivyokushajengwa na serikali. Wapo watu ambao wanaendelea kutumia wale watu kujineemesha na kusumbua watoto kuweza kuombaomba barabarani. Lakini serikali imeweka utaratibu mzuri wa kuwa na vile vituo. Kuendelea kuwaona pale linamaanisha kwamba serikali haijaweka utaratibu na mpango mzuri kwa kuweza kuwalea wale watoto. Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii mkoa wa Dar es Salaam Nyamara Elisha amezungumzia namna ambavyo Rais Dr. Samia katika kipindi cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ameshiriki kuwezesha upatikanaji wa futari kwa makundi mbalimbali ya wenye uhitaji, pamoja na msaada huu wa leo kwa ajili ya sikukuu za Idi na Pasaka ambao umeelekezwa kwenye makao mbalimbali ya watoto wenye uhitaji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, leo tarehe 29 Machi 25 unaenda kutekeleza wito wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwapaitia mahitaji mbalimbali watu 573 wakiwemo K 255 na M 318, ambapo katika hao watoto ni 438 wanaoishi kwenye makao ya watoto 6, mahabusu ya watoto Upanga na kwa watu wa kuaminika waliosimama hapa wakati wa utambulisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, vituo ambavyo vitapata zawadi hizi vinatoka katika halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam. Na baadhi ya viongozi wa makao ya watoto walionufaika na msaada huo uliotolewa na Rais Dr. Samia uliokabidhiwa na Mkuu wa Mkoa Albert Chalamila wameishukuru serikali kwa kutambua na kuthamini uwepo wao na kuweza kuwasaidia, ambapo wametoa wito kwa wadau wengine wenye uwezo kuiga mfano huo ili kusaidia makundi hayo, ikiwemo kusaidia vifaa vya kujifunzia masomo yao. Nimejisikia faraja sana siku hii ya leo na sisi kushikwa mkono, watu wa kuaminika. Sababu watu wa kuaminika tunakaa na watoto sana, lakini unaweza kukaa na mtoto miezi 3, 6, mingapi akaondoka akachukuliwa kwenda kwenye kituo. Kwa hiyo nimefarijika sana kwa leo kwa Mheshimiwa wetu Rais Samia kutushika mkono kwa kumtumia mkuu wa mkoa wetu katika sikukuu hizi za Idi na Pasaka kwa kutupatia chakula. Kama mnavyoona, mchele, tumepata sukari, tumepata maharage, tumepata mbuzi na juice. Kwa kweli sikukuu watoto watafarijika sana ndani ya makao kama watoto wengine ambao wapo majumbani. Kwa kutumia platformu hii, naomba mtusaidie kufika kwa wadau mbalimbali ambao watawiwa kutuwezesha kupata mahitaji ya kufundishia vijana hawa ili waweze kupata ujuzi stahiki na waweze kujikwamua wenyewe katika shughuli mbalimbali ambazo watakuja kuweza kufanya za kiuchumi kutokana na ufundi watakaopata chuoni kwetu. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa George Simbachawene amemwelekeza Katibu Mkuu Utumishi Bwana Juma Mkomi kuhakikisha barua za walioshinda usaili na kupangiwa vituo vya kazi zinatolewa kwenye mikoa husika walikofanyia usaili badala ya kuwalazimu kusafiri hadi jijini Dodoma, Sekretarieti ya Ajira, kufuata barua hizo. Tuungane na Nancy Ibrahim kwa taarifa zaidi. Amesema kitendo cha watumishi hao wapya kupatiwa barua katika mikoa husika kitasaidia kupunguza gharama
usumbufu pamoja na muda wanaotumia kufika hadi Dodoma, huku akitoa maelekezo hayo leo jijini Dodoma wakati akizindua baraza la wafanyakazi wa ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Amesema anatamani kuona kwa mfano mwananchi anayefanyia usaili katika mikoa ya Rukwa anaifuata barua yake katika ofisi ya katibu tawala wa mkoa wa Rukwa, kisha anakwenda pengine Kigoma alikopangiwa kazi na sio kwenda Dodoma kwanza. Tunapokuwa tumeshamaliza mchakato wa usahili na wale walioshinda usahili sasa wanapangiwa kazi, wanapaswa kupewa barua. Sasa barua hizo kwa sasa wanakuja kuzichukua Sekretarieti ya Ajira Dodoma. Kwa hiyo mtu unaweza kujikuta anatoka Kigoma ndiko alikoshinda usahili, anaifuata barua Dodoma, alafu pengine amepangiwa tena wapi? Kigoma. Matumizi mabaya ya rasilimali, na rasilimali ni rasilimali za nchi. Huyo mwananchi mwenyewe ni rasilimali ya nchi, hela yake ni rasilimali ya nchi. Tunachelewesha maendeleo kwa sababu anakuwa na necessary cost wakati huyu mtu hana ajira. Kwa hiyo mimi ushauri wangu na uamuzi wangu au maelekezo ninayokupa katibu mkuu, barua hizi za placement za watumishi walioshinda usahili zitolewe kwenye mikoa huko ambako walifanyia usahili. Katika hatua nyingine, Mheshimiwa Simbachawene amemueleza katibu mkuu utumishi kuandaa kituo cha pamoja One Stop Center katika ofisi hiyo kwa lengo la kusikiliza changamoto zinazowakabili watumishi wa umma, ikiwa ni ubunifu wa kuzitafutia ufumbuzi changamoto hizo papo hapo kwa watumishi wenye changamoto za kiutumishi wanaofika ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora zilizopo Mtumba jijini Dodoma. Unafahamu pia katika chumba hicho watakao kuja wengine ni wale maafisa utumishi wanaofuatilia masuala ya kiutumishi. Wale watahudumiwa kwa haraka pale na mara moja kupandishwa juu kwa wakurugenzi kwa ajili ya mambo yao, kwa sababu wanapokuja kule na wenyewe wana mambo wametumwa na mamlaka. Mtu ametoka kwa mfano halmashauri ya wilaya ya Mpwapwa, amekuja na issue ya utumishi. Sasa hapaswi kuchelewesha, yani hiyo ni haraka lazima uhudumiwe, kwa sababu yeye anatakiwa kurudisha kule mrejesho wake. Na tunataka wote wapitie kwenye kile chumba. Lakini kitwika pale wanasikilizwa, anashauriwa, kuna vitu vya kurekebisha, inapigwa simu pale, kuna simu za kutosha pale. Na waweze kuaccess kote kule ambako wanaweza kuwasiliana na waajiri. Na kama kuna kitu kimebaki sio huyu afisa utumishi au aliyetumwa kuja kufuatilia masuala ya kiutumishi, eti arudi tena Nkasi akarekebishe, alafu tena arudi tena alete, tunachelewesha utendaji na huduma kwa watumishi wetu na hivyo kuchelewesha huduma kwa wananchi. Kwa upande wake, katibu mkuu utumishi Juma Mkomi ametumia fursa hiyo kumshukuru Waziri Simbachawene kwa maelekezo aliyoyatoa na kwa ubunifu huo, huku akimwahidi kuyatekeleza kikamilifu. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Serikali imesema itaendelea kuboresha sera na sheria ili kuona namna sahihi ya kuwezesha vyuo vikuu kujikita katika tafiti ambazo zinaongeza fursa ya kipato na kutatua matatizo ya jamii. Tuungane na Goodluck Msola kwa undani wa taarifa hii. Hayo imesemwa na Waziri wa Viwanda na Biashara Dr. Selemani Jafo wakati wa kufunga warsha siku 4 kuhusu biashara lishaji wa bidhaa za utafiti na ubunifu wa chuo hicho, hafla iliyofanyika katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yenye lengo la kuibua tafiti ili ziwe na fursa ya kiuchumi ambazo pia zitakuwa chanzo cha fursa za ajira na kujiajiri. Tunataka hasa wenzetu wenye viwanda kuhakikisha sasa wafungue milango kwa watafiti mbalimbali au wanazuoni kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya ushirikiano kulenga kuleta mafanikio makubwa katika nchi yetu. Lakini hata hivyo ni mawasa sasa upande wa chuo wahakikisha sasa wafanye tafiti zenye kuuzika zaidi ambazo zitatengeneza mazingira ya kibiashara, lakini kubwa zaidi kufanya mazingira mazuri ya kuwalea vijana. Jukumu letu sisi kama serikali tunaendelea kuhakikisha tunaboresha upande wa sera zetu ama sheria zetu ili ziendane sambamba na kuona jinsi gani tusaidie vyuo hivi viweze kufanya vizuri katika ulimwengu wa sasa. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Barozi Mwanaidi Majal ameiomba serikali kuweka fungu kwa vyuo vikuu kufanya tafiti zenye matokeo chanya, huku akisema haina maana kama utafiti utafanyika na usitoe majibu ya changamoto za jamii na utatuzi wake, ya kubadilisha utafiti kuwa suluhisho
la maisha ya watu. Hiyo ndio value for money. Utafiti usio kwa suluhu kwa maisha ya watu ni utafiti ambao hauna maana yoyote. Tuchukue fursa hii kuendeleza ushirikiano wetu na kujizatiti kwa pamoja katika kujenga mfumo endelevu wa ubunifu na maendeleo nchini. Naye makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Profesa William Mwanangisye amesema kwa sasa ubunifu na tafiti zinapaswa kwenda mbali zaidi ili kuzalisha ajira na kujiajiri sanjari na watafiti wenye kunufaika. Sasa hivi ndio tumeanza kusisitiza kwamba tafiti na bunifu zinazofanyika zifanyike kuwa sehemu ya biashara, kwa maana kuwekeza kama taasisi, kuwekeza kwenye wabunifu kama ambavyo mmeshuhudia kwa siku zote 4 mambo ambayo yamekuwa kiendelea, na pia kukifanya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam au wabunifu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kunufaika na shughuli za ubunifu wanazozifanya. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Baraza la Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma imesikiliza malalamiko ya tuhuma mbalimbali zilizokuwa zinamkabili mkuu wa wilaya Mbogwe mkoani Geita Mheshimiwa Sakina Jumanne Mohamed, zilizowasilishwa na kamishna wa maadili kwa tuhuma za kumshinikiza shahidi aongee uongo atakapohojiwa na maafisa hao, tuhuma ambayo mkuu wa wilaya huyo amekana. Josephine Kaponya kutoka Dodoma anatuarifu zaidi. Shahidi upande wa Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma Innocent Shetui, ambaye ni afisa uchunguzi kutoka mkoani Mwanza, anasema kuwa mnamo tarehe 14 hadi tarehe 20 Januari mwaka 2025 alikuwa akitekeleza jukumu la kuchunguza malalamiko ya ukiukwaji wa maadili dhidi ya viongozi wawili wa wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Alibaini ukiukwaji wa maadili ya utumishi dhidi ya viongozi hao. Viongozi hao ni aliyekuwa katibu tawala wa wilaya ya Mbogwe Jacob Julius Rombo na Sakina Jumanne Mohamed, mkuu wa wilaya ya Mbogwe kwa sasa. Bwana Shetui analieleza baraza kuwa njia walizotumia kufanya uchunguzi zilikuwa ni 3, ikiwemo kukusanya vielelezo, kuhoji mashahidi na walalamikiwa na kufanya uchambuzi wa ushahidi kwenye ukusanyo huo. Anaendelea kueleza kuwa katika uchunguzi waliobaini kuwa mkuu wa wilaya ya Mbogwe Sakina alitumia nafasi yake kumtaka shahidi aitwaye Origin Miringa kutoa maelezo ya uongo mbele ya maafisa uchunguzi wa Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma endapo atahojiwa. Ili kukamilisha kazi yao ya uchunguzi, walichambua ushahidi waliokusanya kwa maana ya vielelezo vya mashahidi na walalamikiwa na kuandaa taarifa yao. Baada ya kusikia ushahidi huo, mkuu wa wilaya Mheshimiwa Sakina anasema kuwa tuhuma hizo hazina ukweli wowote na anakana tuhuma hizo. Awali akitoa ushahidi wake uliokuwa ukimhusu aliyekuwa katibu tawala wa Mbogwe Innocent Shetui, amesema kuwa alifanya uchunguzi unaomhusu katibu tawala Julius Rombo baada ya kufuatilia klipu ya sauti iliyosambaa katika mitandao ya kijamii iliyokuwa na sauti ya watu wawili ambao sauti ya mwanaume ilisemekana kuwa ni ya kiongozi ambaye ni Bwana Rombo na sauti ya kike ilisemekana kuwa ni ya mhudumu wa kituo cha mafuta cha Mizingo. Na katika klipu hiyo kiongozi alikuwa akimueleza na kumtaka mhudumu huyo kumpatia pesa taslimu baada ya mafuta kwa madai kwamba anahitaji fedha hizo kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa upande wake shahidi Helena Majondo, meneja wa kituo cha mafuta Mizingo kilichopo Mbogwe, ambaye sauti yake ilisikika katika klipu iliyochezwa mbele ya baraza hilo, amesema kuwa mnamo tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2023 alimhudumia Jacob Rombo ambaye ni katibu tawala kipindi hicho huduma ya mafuta ya lita 50 badala ya lita 150 za mafuta kwa dereva aliyejulikana kwa jina la Juma Muhidini, na kwa kibali hicho zilichukuliwa fedha keshi za lita 100 ambazo zilichukuliwa na Jacob Julius Rombo ambaye ni katibu tawala. Kwa mujibu wa Bi Majondo ni kwamba Bwana Rombo alimueleza kuwa badala ya kuchukua mafuta apatiwe fedha kwani ana shida ya dharura ya fedha hizo. Bwana Jacob Julius Rombo, katibu tawala wilaya ya Arusha kwa sasa, akiwa mbele ya baraza la maadili kwa tuhuma za kushinikiza kupokea fedha kiasi cha shilingi 235,035 kutoka kwa mhudumu wa kituo cha mafuta cha Mizingo wakati akitekeleza majukumu yake akiwa katibu tawala wa wilaya ya Mbogwe, amekiri baada ya kusikia sauti iliyosikika kuwa ni ya kwake na kukana tuhuma hizo kwa kusema kuwa haikuwa na lengo baya, hivyo amekana tuhuma hizo. Kesi zote zilikuwa na mashahidi upande wa Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma ambao ni Origin Constantine Miringa ambaye ni dereva wa halmashauri ya wilaya Mbogwe na Innocent Shetui ambaye ni afisa uchunguzi kutoka mkoa wa Mwanza.
Kwa mujibu wa Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma ni kuwa maadili yanayotumika kwa viongozi wote ni katika sehemu ya maadili ya viongozi wa umma kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ukiukwaji wa maadili utasababisha kuchukuliwa hatua ikiwemo kuonywa na kupewa tahadhari, kushushwa cheo, kufukuzwa kazi, kumshauri kiongozi kujihudhuru wadhifa unaohusu ukiukwaji huo na sheria nyinginezo. Asante sana Josephine Kamponya kwa taarifa hiyo tokea Dodoma. Mkuu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania Meja Jenerali Wilbert Ibuge ametoa wito kwa makamanda wanawake kujijengea uwezo binafsi katika ushiriki wa misheni mbalimbali za ulinzi wa amani ili kukuza uwezo wa kufika nafasi za juu za uongozi katika kuleta amani kwenye nchi zenye machafuko. Gula Kimsola ana taarifa zaidi. Ibuge amesema hayo jijini Dar es Salaam alipokuwa akifunga kozi mbili za kuendeleza makamanda wanawake wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa lengo la kuandaa kushika nafasi za uongozi wa juu katika misheni za ulinzi wa amani. Kwenye swala la makamanda wanawake katika misheni za Umoja wa Mataifa na misheni za kikanda, ni muhimu tuendelee kuwajenga uwezo na wao wajijenge uwezo kwa kujua wanaweza. Hii ni fursa kwao kujijengea uwezo, kuweza kuzijua fursa hizi za kikanda na kidunia kwa maana Umoja wa Mataifa, ili waendelee kuwa na kujiamini na kukuza uwezo wao, na hatimaye itakapofikia wamefikia vyeo vinavyowaruhusu kuingia kwenye uongozi wa juu wa misheni hizi, waweze kuingia bila kuwa na tashwishi. Naye mkuu wa Chuo cha Ulinzi wa Amani Tanzania Brigedia Jenerali George Tangare amesema mafunzo hayo ni fursa muhimu kwa wahitimu hao katika kuwasaidia kutekeleza majukumu yao ya kitaalamu. Heshima kubwa sana kupata fursa ya kuendesha kozi hizi zote mbili kwa mara ya kwanza hapa nchini. Kozi ya makamanda wa kike, kozi hii ni ya kwanza kabisa duniani. Haijawahi kuendeshwa mahali pengine popote, lakini lengo lilikuwa ni kuwapa fursa maofisa wa kike ili waweze kutumika katika majukumu mbalimbali kijeshi ndani na nje ya nchi. Nje ya nchi tunasema in particular kwenye operations za ulinzi wa amani. Kwa hiyo ni matarajio ya chuo kwamba kozi hizi mbili tumeweza kutengeneza maafisa wa kike wanaweza kutumika katika ngazi mbalimbali na maafisa wa ngazi za juu kabisa katika ulinzi wa amani. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wameeleza umuhimu wa mafunzo hayo na namna ambavyo yalivyoweza kuwajenga kuelekea kwenye utimamu zaidi wa majukumu yao jeshini. Ni kozi ambayo inatuweka tayari kwa lolote, kwenda popote ambapo utatakiwa kwenda kwa ajili ya kulinda amani. Ni kozi ambayo inatujenga kiakili na huko tunakokwenda pia tuweze kutumikia taifa letu la Tanzania. Kurudisha matumaini kwa watu ambao walipoteza matumaini. Yeyote aliyehudhuria kozi hii anapopata nafasi anaweza kwenda kurudisha amani ya nchi kulingana na mafunzo ambayo tumepewa. Kozi imeshirikisha washiriki kutoka nchi za wanachama wa SADC na imekuwa ni kozi ambayo kwa kweli imetuweka pamoja: jeshi la polisi, magereza, uhamiaji, usalama wa taifa na jeshi la zimamoto pamoja na raia. Mara nyingi tunapokwenda kwenye ulinzi wa amani, kila mmoja wapo ambaye nimemtaja anakuwa na majukumu yake. Kwa hiyo ili tuweze kwenda pamoja, mimi naweza nikawa kamanda ambaye nimekabidhiwa hao watu wote wanakuwa chini yangu, lakini wananisaidia kunipa ushauri kulingana na taaluma zao. Asante sana Gudla Kimsora kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linashikilia na kuwahoji watuhumiwa 227 wa makosa mbalimbali yakiwemo ya kijinai pamoja na usalama barabarani kupitia operesheni iliyofanyika tangu Februari 27 mwaka huu. Emmanuel Mesha kutoka Mwanza anafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Mwanza Wilbrod Mutafungwa amesema operesheni hiyo ililenga kudhibiti matukio ya uhalifu na ajali za barabarani. Idadi ya watuhumiwa hao ambao wamekamatwa matukio ya kijinai ya usalama barabarani yapo katika mchanganuo kama ufuatao: kupatikana na noti bandia, walikamatwa watuhumiwa 7; kujihusisha na vitendo vya uhalifu, watuhumiwa 104;
kupatikana na pombe haramu ya moshi watuhumiwa 56, kupatikana na zana haramu za uvuvi watuhumiwa 6, matumizi ya dawa za kulevya watuhumiwa 14, ambapo watuhumiwa 125 waliojiwa na kufikishwa mahakamani na kesi zao zipo katika hatua mbalimbali huko mahakamani. Akizungumzia vielelezo vilivyopatikana katika operesheni hiyo ni pamoja na noti bandia za Kimarekani, pombe haramu ya moshi, nyavu haramu za uvuvi na bangi. Ndugu waandishi wa habari, katika kesi zilizofikishwa mahakamani katika kipindi chote cha mwezi mmoja, jumla ya kesi 73 zilipata mafanikio kwa watuhumiwa kupatikana na hatia na kupata vifungo mbalimbali huko gerezani. Hata hivyo, miongoni mwa kesi 2 za ukatili wa kijinsia kwa watoto zilifikishwa mahakamani katika kipindi hicho na washtakiwa wamehukumiwa miaka 30 kila mmoja. Aidha, Kamanda Mutafungwa amesema kuwa jeshi la polisi linamshikilia Athumani Stanislaus, miaka 36, mkazi wa Ghana jijini Mwanza, kwa tuhuma za kumshambulia Muhochi Joseph, dereva bodaboda, na kumsababishia umauti baada ya kumfumania akiwa amelala na mke wake chumbani kwake. Ilikuwa ni majira ya saa 9 usiku huko katika mtaa wa Ghana, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela. Zilipatikana taarifa za mauaji ya mtu aitwaye Muhochi Joseph Elman, miaka 29. Huyu kijana ni dereva bodaboda na mkazi wa Kitangiri, wilaya Ilemela, ambaye aliuawa kwa kushambuliwa sehemu mbalimbali za mwili wake, kitendo kilichopelekea umauti wake. Jeshi la polisi lilifanya uchunguzi kufuatia tukio hilo na kufanikiwa kumkamata mtu aitwaye Athumani Morandi Stanislaus. Huyu ana umri wa miaka 36, ni dereva na mkazi wa Ghana, ambaye inasemekana alimshambulia marehemu baada ya kumfumania akiwa amelala na mke wake kwenye chumba chake cha kupanga. Kisha aliamua kumshambulia kwa kutumia kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili, tukio ambalo lilipelekea kifo hicho. Asante sana Emmanuel Meshak kwa taarifa hiyo. Watanzania wamehimizwa kuendelea kulinda na kudumisha amani, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi inakaribia kuingia kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mapema mwezi Oktoba mwaka huu. Nancy Ibrahim anatupa undani wa taarifa hiyo. Rai hiyo imetolewa na Sheikh Mkuu wa Jumuiya ya Tanzania Ithna Asheri Community TIC, Sheikh Hemedi Jalala, wakati wa matembezi ya amani yaliyoandaliwa na taasisi ya Hauzajat Imam Swadik jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya Kudus na kumbukumbu ya kifo cha Imam Huseini. Katika hotuba yake, Sheikh Jalala amesisitiza umuhimu wa wananchi kuepuka vitendo vinavyoweza kuigawa jamii kwa misingi ya udini, huku akiwataka Watanzania wote kutambua haki sawa kwa kila mmoja ndani ya jamii. Leo hii nyote ni mashahidi. Mashariki ya Kati pamekuwa hapakaliki, lakini duniani kwa ujumla tumeona sehemu tofauti vita vilivyokuwa vimeenea. Ukraine leo na Urusi hakuna amani, lakini hapa jirani kwetu Kongo amani imetoweka. Sehemu za Yemen, Iraki, Irani, hizo zote ni sehemu ambazo amani imekosekana. Lakini ndani ya Palestine, ndani ya Jerusalem, ndani ya Masjidul Aqsa, mauaji yanaendelea. Watoto wasiokuwa na hatia wanauawa, akina mama wanauawa, watu wazima wanauawa. Kwa hivyo moja ya malengo ya siku ya Qudsi ni kuienzi amani ya dunia. Tunaitangaza dunia iwe na amani. Kama ilivyokuwa nchi nyingine kuna amani, basi amani hii ipatikane katika ardhi ya Palestine, ipatikane Mashariki ya Kati. Kama ilivyokuwa dini nyingine zinaishi vizuri katika Tanzania na sehemu nyingine, Wakristo, Waislamu, Mayahudi wanaishi vizuri. Matembezi haya ni katika kuhubiri na kunyanyua sauti kwamba maelewano mazuri kati ya Waislamu na Wakristo na Mayahudi yarudi katika ardhi ya Palestine, yarudi katika Gaza,
na sehemu nyinginezo. Aidha, amewahimiza Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuendelea kuombea amani katika maeneo yote yenye migogoro ulimwenguni na kusisitiza kuwa amani ni msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa na kwamba kila Mtanzania anapaswa kushiriki kwa vitendo katika kuilinda. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa hii ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. M23 yakubali kuondoka kwa kikosi cha SADC mashariki mwa DRC.